Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao una sunna ya kuoa na sunna ya kuozesha banati katika mwezi huu. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني. ماما عائشة رضي الله عنها anasema alinioa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shawwal na nikaingizwa kwake katika mwezi huu wa Shawwal. Hakuna mke yoyote katika wake zake aliyekuwa na bahati sana kuliko mimi. Fa ayu nisaihi kanat ahdha indahu minni. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah في شرحه على صحيح مسلم يقول: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال. hadithi hii ya mama Aisha ndani yake kunaelezea sunna ya kuoa na sunna ya kuozesha banati na kuwaingilia wanawake katika mwezi huu wa Shawwal. Pia Imam an-Nawawi rahimahullah anaendelea na kusema: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما كان يتخوله العوام من إكراه التزوج أو من كراهة التزويج والتزوج والدخول في شوال. anasema al-Imam an-Nawawi, mama Aisha anakusudia kwa maneno haya kuwarudi watu wa kijahilia ambao walikuwa katika itikadi zao kwamba ni nuksi kuoa na kuozesha watoto katika mwezi huu wa Shawwal. Waqasadat Aisha bihadha al-kalam radda ma kanat al-jahiliyatu alayhi wama kana yatakhawwaluhu al-awam min karahati at-tazwij wat-tazawwuj wad-dukhul fi Shawwal. Watu awam, watu wasiosoma, wao wanaona ni makuruhu na ni nuksi kuozesha watoto na kuoa katika mwezi huu wa Shawwal. Al-Imamu nao yakul: wa hadha batilun la asla lahu. Jambo hili ni batil, halina asili katika dini, kwamba eti ni nuksi kuoa katika mwezi wa Shawwal. قال الإمام النووي: وهذا من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك. hii ni katika athari za kijahiliya, walikuwa wakiona nuksi jambo hilo la kuoa na kuozesha watoto katika mwezi wa Shawwal. Na bahati mbaya kuna baadhi ya Waislamu bado wana itikadi hizo za kijahiliya kwamba ni nuksi kuoa katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Safar, mwezi wa Jumada al-Ula. Wanaona ni nuksi kuoa au kuozesha watoto katika miezi hiyo. Umekuja Uislamu umeondosha athari hizo za kijahiliya, na ndiyo Mtume sallam akamuoa mama Aisha katika mwezi huu, na akampenda sana mama Aisha radhiallahu anha kuliko wake zake wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza: man ahabbu an-nasi ilayk? Faqala Aisha. Nani unayempenda sana ya Rasulullah? Mtume akasema Aisha. Akauliza: wa minar rijal? Qala abuha. Katika wanaume nani unayempenda sana? Akasema baba yake. Kwa hiyo mama Aisha aliolewa katika mwezi wa Shawwal, na hivyo Mtume alimpenda sana kuliko wake zake wengine wote, kuonesha kwamba hakuna nuksi katika kuoa mwezi wa Shawwal, wala hakuna nuksi kuozesha watoto katika mwezi wa Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, sunna hii ni katika sunna mahjura, ni katika sunna mahjura. Kuoa katika mwezi wa Shawwal ni sunna zilizowachwa. Waislamu tumewacha sunna hizi, isipokuwa marahimahullah, wachache katika Waislamu ndio wanaooa na kuozesha banati zao katika mwezi huu wa Shawwal. Lakini wengi katika Waislamu wanaozesha watoto mwezi wa Disemba, tena wengine siku ile ya Christmas ndio anaozesha binti yake.
Angalia waislamu jinsi tulivyo mbali na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unamuozesha binti yako katika siku ya Christmas, siku ambayo wale makafiri wanaiadhimisha, wewe unamuozesha binti yako katika siku ile. Unaacha sunna ya Shawwal, unaacha miezi mingine yote, unangojea Disemba tena siku ya Christmas. Kwa hiyo ni sunna kuoa katika mwezi huu wa Shawwal, na ni sunna kuozesha banati katika mwezi huu wa Shawwal, kama Mtume sallallahu alivyomuoa mama Aisha radhiyallahu anha.